Usikae mahali usipohitajika. Unajua kabisa hapo sio mahali unapaswa kuwa. Mahali ambako unachukuliwa kama mnyama, unachukuliwa kama kifaa. Mahali ambako hupewi thamani kama mtu. Hapo sipo mahali unapopaswa kuwa. Inasikitisha sana, watu wengi wapo katika mahusiano ya kifamilia, kwenye kazi, hata mahusiano ya kimapenzi na wengine hata kwenye ndoa. Lakini wameishi maisha ya maumivu kila siku. Unaishi maisha ya maumivu kila siku. Ina maana unaipoteza kila siku ambayo umepewa kama zawadi kwa huzuni, kwa uchungu, kwa tabasamu la juu juu, kwa kujitahidi kumpendezesha mtu ambaye hakupendi, hakufurahii, anafurahia maumivu yako. Hapo sipo mahali unapaswa kuwa. Lakini kwa nini inakuwa vigumu kutoka? Kwanza, kuna hofu nyingi uko nazo. Pili, una matumaini hewa. Kwa unakuwa unaishi katika ulimwengu wa aina mbili. Kuna ulimwengu ambao unaujua kwenye akili yako. Unatamani mahusiano bora, uwe mahali penye furaha ambako unafurahia kuwa, na unajipa matumaini kwamba mambo yatabadilika. Lakini uko mahali ambako watu ulionao katika mahusiano hawako tayari kubadilika. Wanafurahia kuendelea kukutumia. Ina maana hali itaendelea kuwa mbaya zaidi. Lakini unashindwa kutoka kwa sababu unaamini juu ya hayo matumaini kuliko ukweli na uhalisia unaopitia. Lakini ni vigumu pia kutoka kwa sababu kati yako wewe na watu hawa au mtu huyo kuna muunganiko wa maumivu ambao hata utakapojitahidi kuondoka, utakapotaka kutoka, kwa sababu maumivu yake yatakuwa ni makali mno. Na ndio maana inawezekana umesha kufanya majaribio ya kuondoka au kuvunja hayo mahusiano, lakini unakosa nguvu ya kuendelea mbele na maisha yako. Na hapo ndipo safari ya uponyaji haikwepeki. Safari ya uponyaji iko kwa ajili ya kukusaidia kuyapata maisha yako, kutoka katika maisha ya mzunguko wa maumivu, uchungu, kukataliwa, kutupwa, hadi kuja kujikumbatia wewe mwenyewe, kuitambua thamani yako na kuishi maisha yako katika kile kiwango unachopaswa kuishi katika hii sayari. Program ya uponyaji ambayo naifanya, vitabu ambavyo ninaviandika, lengo ni kusaidia mtu mmoja. Nakumbuka kuna wakati nilipita mahali fulani, ilikuwa ni karibu na ufukweni kwenda fanya mazoezi. Wakati narudi, napita kwenye nyumba moja, nasikia ni kama mtu anapiga mabati. Sauti ile kama unabamiza kwenye mabati au maboksi, ile puu puu. Nikashtuka kidogo, nini kinaendelea huko ndani? Baada ya sekunde kadhaa nikasikia kelele ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa analia ndani ya kile chumba. Huyo mpenzi wake alikuwa anaishi naye alikuwa anambamiza, sio tu kupigana, lakini alikuwa anambamiza ni kama unabamiza box. Hata mbwa huwezi kumpiga kwa design hiyo. Yule mwanamke alikuwa analia kwa uchungu, na inaonekana walikuwa wanaishi tu pamoja, hata hakuwa amemtolea mahali. Sikia, hiyo umemtolea mahali, haijalishi mahali umetoa bilioni 1, si ng'ombe milioni 1, huna haki ya kumdhuru binadamu mwingine na kumpiga. Huyo sio mali yako. Huyo sio mali yako. Hujui thamani ya huyo mtu, na ndio maana unaona unaweza kumpiga tu. Haukuwa naye kwenye mahusiano ili uanze kumnyanyasa na kumtesa. Kama umeona thamani yake imepotea katika maisha yako, mwache aende. Kama uko mahali ambako unanyanyaswa, haijalishi hayo manyanyaso yapo katika sura gani, kifungo cha kidini, sijui ndoa, sijui mila, desturi, sio uvumilivu, sio sababu au mbadala wa kufanya mtu mmoja apoteze maisha yake. Thamani ya mtu ni kubwa mno kuliko vitu vingine vyovyote ambavyo
vinakufanya uendelee kubaki katika mazingira ambayo utapoteza maisha yako. Sio tu vipigo, yako manyanyaso ya kihisia. Mtu akupigi lakini kimya kimya anaiba uhai wako. Upo ukaribu na mtu ambaye hajawahi hata siku moja kutambua upekee wako, hajawahi hata siku moja kutambua jema lako, na mara zote unaona kimya kimya anafurahia kushindwa kwako, anafurahia maanguko yako, anakuweka katika mzunguko wa kukutumia. Anapoona una manufaa kidogo anakuja kwako, anapopata manufaa yake anakutupa. Huo ni unyanyasaji, sawasawa tu na unyanyasaji wa vipigo na kuumiza watu wengine kimwili. Tena ni mbaya zaidi kwa sababu unaenda kuchoma ndani, mahali ambako huwezi kufunga plaster au bandage. Wengine wananyanyaswa kingono. Mwili wako una thamani. Wewe sio mnyama wa kuingiliwa tu ovyo, na wengine unaingiliwa na unaendelea kudhuliwa. Niliwahi kuzungumza moja ya video yangu vile ambavyo narcissistic people katika unyanyasaji wao wana manyanyaso pia ya kingono, kwa sababu kwenye wao hutumia tendo la ngono kama silaha ya kumiliki, kama silaha ya kutafuta utawala, na sio sehemu ya kushirikiana, kushiriki mwili wako, kushiriki nguvu yako, kushiriki mapenzi yako, mahali pa muunganiko wa kibinadamu wa kibiolojia. Lakini narcissistic people na watu wengine wenye haiba za kiunyanyasaji wamekuwa wakiwanyanyasa watu wengine, na imekuwa vigumu watu wengine kupata msaada, kwa sababu kwenye jamii imefundishwa kufunga vinywa kwenye mambo kama haya, kwamba ni mambo ya familia, wanajuana wenyewe. No way. Kuna watu wako katika vifungo, wanateseka, wanahitaji mtu mmoja wa kuwasaidia, na ndio maana ziko hata sheria katika nchi za kuwatetea watu wa namna hii. Lakini mbaya zaidi, watu wale ambao ni wanyanyasaji, wako wengine wengi tu ambao katika mifumo ya kiutawala na ya kusaidia wengine kupata taratibu zao za kisheria, na ndio maana wamekuwa kimya, kwa sababu wakianza kuongea wanaongea mambo yanayowahusu wao wenyewe. Niko hapa, kama unataka msaada, karibu ni check in box. Ufurahie maisha yako, furahia kazi yako, furahia utu wako, furahia ubinadamu wako. Wengine mnashindwa hata kufurahia pesa unayoipata, kazi ulionayo, vipawa ulivyonavyo, kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye anakuchukulia kama kitu kisichokuwako, kama kitu kisichokuwa na thamani. Inakuwa vigumu kwa sababu hujajua namna gani ya kuweza kujinasua. Ninayo njia yako mazoezi ya kisaikolojia ambayo nitakupa na kukuongoza katika safari yako ya uhuru. Usisahau kuwa huru, kuwa mtu mwenye furaha, furaha ya kweli. Hiyo ni asili yako tangu mwanzo ulipokuja katika sayari dunia, na hapaswi mtu yoyote kukunyang'anya hiyo.